Lizi, wa kunifanyia hivi kweli Lizi? Lizi, wa kunifanyia hivi? Lizi, unataka nikufanyie nini mimi? Mbona nafanya kila kitu kwa ajili yako? Lizi, nagombana na kakaangu kwa ajili yako. Napokea matusi ya kila design kwa sababu yako. Lizi, unanifanyia hiki? Lizi, nimekubali hadi kuacha shule kwa sababu yako. Unataka nikufanyie nini? Lizi, naongea na wewe, unataka nikufanyie nini? Lizi, unaweza kuniambia wewe malaya ni nani? Mama, mimi sio malaya. Umepita huko kote ujiona malaya mpaka uje kuniambia mimi? Alafu kati ya wewe na mimi nani malaya? Mimi nimefuatwa nyumbani. Ndio mpaka nimefika hapa. Wewe umejileta mwenyewe. Malaya nani? Alafu usichokijua, wewe ni mpenzi wangu tokea muda. Anafahamika kote. Sijui anafahamika kwa nani. Mtu mwenyewe ukienda kama umeenda, ukirudi kama umerudi. Hivi mpenzi sijui ulimpendea nini huyo? Hivi malaya unaongea? Wewe. Lizi, unaniua. Lizi. Lizi, ati unaniua. Yuko wapi huyo? Yuko wapi? Yes, anafanya katuweza kwenye uchawi. Sasa nataka nimuoneshe kwa ngumi. Hivi ajui kama mimi na medali 3 za upiganaji. Nilishawahi kumpiga mtu alitapika meza. Hiyo meza ilitoka tumboni kwake. Huwezi kuamini nikikwambia hivi. Yuko wapi? Nyama. Umeona Kendari? Nani? Na yupi? Na kwa nini tuko hapa? Afu unajizima data Wewe hujui ulichokuwa unakifanya hapa? Ni vitu vingine bwana mimi. Twende huko. Ulikuwa unajishaua sana wewe. Alafu, kwa nini binadamu mnapenda sana kuvaa visuali, sijui vijola, mara mashela? Mnaacha kufanya mazoezi ya kuvaa sanda. Kwa sababu ndio nguo pekee ambayo siku ukifa utazikwa nayo. Lakini imekupendeza. Ngoja nikuweke mara moja hapa chini kabla hujawasili rasmi kuzimu. Sasa ngoja nikawatafute hao mbwa. Yaani ukiwatuma sehemu lazima wajicheleweshe. Hilo bicho lako limeshakaa sawa? Na kuuliza akili zimesha kurudi? Ndio. Nakumbuka kila kitu. Tulikuwa tumegandishwa kule, si ndio? Hapo kwenye kugandishwa. Naomba usimwambie mkuu kama tuligandishwa. Endapo utamwambia, jua usiku hatuwezi kula nyama. Sijui umenielewa? Yaani mimi nawatafuta mtaani pote huko, siwaoni. Mmesimama huko mnasubiria madanga wenu. Kweli jamani, muda wa kazi. Hapana mkuu. Nilikuwa namuuliza huyu kama akili zake zimemrudi. Maana wakati tunarudi alianguka na kupoteza fahamu. Nyinyi, huo mchezo mnaotaka kunichezea, mimi nilikuwa nacheza muda niko mtoto. Sasa nakuuliza mwenyewe,
hivi ni kweli ulianguka na ukapoteza fahamu? Kijaribu kuniambia uongo na kugeuza kuwa kuku. Mkuu, nitasema ukweli. Tulikuwa tumegandishwa kule na mtoto wa mzee Kama. Mligandishwa? Haya Mwadawa, unaona? Mwenzio kaniambia ukweli wote. Wewe unataka kuniongopea mimi Mwadawa? Ina maana siku hizi unanizunguka? Unanizunguka? Haya, baada ya hapo, aliwafanya nini? Akatoa agizo na wewe ujiandae. Kwa sababu tulimzoea baba yake, sasa yeye amerudi. Kwa hiyo mkuu, tumekwisha. Na akasema atatufanya supu. Aswaswa wewe hapo. Mkuu, mimi binafsi limeniuma sana. Na nikajiuliza, hivi huyu hamjui mkuu wetu vizuri kama ana roho mbaya? Sasa tusimwangalie kwa jicho la huruma. Yaani huyu mbaya bwela. Tumfanyie kitu mbaya asisahau. Kumbe huyu hajanijua kama mimi ndo Kizibo Mapesa, mchawi pekee mwenye pesa zake mjini. Kajichanganya. Hivi ninapozungumza na nyinyi, mdogo wake tayari nimemlamba, yaani nimemuua. Kwa kuwa na yeye kajichanganya, anataka kushindana na mimi, nitamjumuisha kwenye nyama. Twendeni tukaandae nyama. Halo. Ndio. Sawa sawa kabisa. Na hata huku tunapozungumza tayari nimeshachukua alama 3. Mzee Kama mikono juu, amesalenda. Kuna binti yake mmoja tumeshamfanya kuwa nyama, yaani ndo kitoweo cha usiku wa leo. Na kuna binti yake mwingine, huyo naye tunataka tumfanye tumnywe damu. Kiongozi, subiri kidogo, nitakukolu. Maana hiyo damu ambayo nilikuwa nazungumzia imeshajileta. Sawa sawa. Katika marehemu ambao wanapenda kifo chao ni wewe. Yaani umewahi kufika kabla ya wakati wako. Kwa na kutafuta wewe. Yaani umefanya vizuri, umejileta. Nilijua utapata tabu sana kunitafuta. Paka ninasi kwenye mtego wako, ungehangaika sana. Nimeona bora nijilete mwenyewe, au hujaipenda? Alafu mimi naongeaga na mfuga mbwa. Siongeagi na mbwa mwenyewe. Lakini wewe mbwa mbona una mdomo? Eh? Mimi ndo Kizibo Mapesa, mchawi pekee mwenye. Tulia bana Kizibo. Mbona haraka? Usipate kazi kujieleza, kujitambulisha. Mbona mimi nakujua wewe? Nakujua kuliko unavyojijua wewe. Uchawi wako na ujua. Ndugu zako na wajua. Sijui bibi nani, mjomba nani, nani na nani. Wote na wajua. Najua pia siri hicho kipara huko kichwani. Hicho naijua. Na nikipenda naweza nikakiotesha nywele sasa hivi hicho kipara. Au nabisha. Wewe kama mtoto. Nikome nini?
Naona unanipanda kichwani. Umetoka ulikotoka huko, umekuja kunitukana hapa. Eh? Wewe. Nitakuharibu sasa hivi. Niharibu? Nitakumwaga utumbo. Yaani umetoka ulikotoka, unakuja kunitukana mimi hapa. Eh? Unajua mimi hichi kipara. Zungumzia joto usiguse kipara. Nitakuharibu sasa hivi. Hebu niharibu. Kama una ubavu niharibu. Unabisha? Nabisha nini si uniharibu? Unabisha nikumwage utumbo? Mbona maneno mengi? Fanya vitendo. Cheupe! 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 Jamani wewe. Unapenda kuitaita wewe. Nilikuwa nakuja hivyo. Ulikuwa unakuja kuna mbali gani kutoka chumbani mpaka hapa? Au umeanza kuwa na dharau? Hapana mkuu. Samani lakini. Alafu mkuu, hii sio kawaida yako kujifunika nguo. Au yule mpuzi amekufumua sana? Amekufumua sana eti. Kama wewe tu mkuu wetu umefumuliwa namna hiyo. Je, sisi wengine vikaragosi itakuwaje? Tumeisha. Mimi kuanzia leo sitaki uchawi. Naondoka bai mkuu wangu. Wewe! Ukisubutu kuvuka huo mlango, kitacho kukuta usije ukanilaumu. Hiki chama kishaingia, ni marufuku kutoka mpaka umauti. Nataka nikuagize kule ambako huwa tunazikia mizoga tuliyoifyonza damu. Nataka ukawafufue wote, waje wanisaidie kupambana na huyu mjinga. Tena ikiwezekana wamuue. Umenielewa? Nataka wawe mazombi, waje mwangamize. Nimekuelewa mkuu. Nenda fanya haraka. Jinga ameniweza huyu. Sikubali. Lazima nimwangamize. We, nimekaa kwa muda mrefu na kusubiria wewe. Cha ajabu unanipita. Hunioni? Wewe tena. Mama, mbona una shobo sana? Hivi, wewe mbona ukae kwa kutulia? Unapenda sana kunifatafata. Sijui una shida gani? Ukiangalia, sisi hatuna shida na wewe. Tuna shida na babako. Lakini mama, umekuwa unahangaika. Yaani una kelele kama vile mchuzi wa tembele. Ushasema una shida na babangu. Yule ni babangu, ni familia yangu. Chochote kile kinanihusu. Sijui unanielewa? Alafu umesema kwamba mimi na kielele. Sawa. Mimi na kielele kwenye mambo yananihusu. Je, wewe? Kuna lipi linalokuhusu kwa Kizibo? Wewe unatumikishwa tu. Unamjua Kizibo vizuri? Unajua undani wake? Tuulize sisi. Sisi ndo tunayejua hata siri ya kipara alicho nacho. Wewe unajua?
unajulia wapi? Mwenzenu huku jamani. Sawa nakubali. Natumikishwa na kizibo. Kwa hiyo inachokuuma nini? Na utafanya nini? Kama babako kanishindwa. Kakako sijui nani sijui yule kanishindwa. Wewe nani utakayeniweza mimi? Hebu muangalie kwanza. Sura yake ilivyompalama. Sijui kama maandazi sijui kama nini. Sherehe sio yako, tayari umeshavaa shela. Mama, kaa kwa kutulia. Punguza. Unanisonya Kiupe? Unanisonya mimi? Ukumbuke kuna msemo wanasema, mdomo uponza kichwa. Sasa subiri nikufundishe adabu. Naona hujafunzwa wewe. Naomba nisaidie, mimi nimekosea hivi. Hivi nisaidie jamani. Hivi sitarudia, naomba nisamee mimi. Hivi jamani, tayari nimeshakuwa kama mjumbe jamani. Nitaona nani mimi? Nisaidie. Nisaidie jamani. Mkuu. Kwanza pole kwa yale kukuta. Alafu kuhusu huyu Kidawa, kila nikimpigia simu hapatikani. Na hata sijui amepatwa na nini. Yaani wenzangu wanamiliki wanachama, lakini mimi wanachama wangu wote ni ushuzi mtupu. Kidawa tangu nilipomtuma mpaka sasa kimya. Na mara ya kwanza nilimtoa kwenye chama kwa sababu ya uzembe kwenye kazi. Ulikuwa unamtuma sehemu anachelewa kurudi. Na leo hii nimemtuma mpaka sasa hivi hakuna dalili ya kwenda kwenye simu ndo kama unavyosema hapatikani. Na Ucheupe ndo kazania kabisa. Kwani nyinyi mnafurahi katika yeye? Mnania gani na mimi nawauliza? Mkuu, huyu Kidawa ni mzembe sana. Na ndio maana hata siku zile nilikuwa nampiga. Lakini ukawahi kuja kumgombea. Yaani ungemwacha nimuoneshe adabu. Nimuelekeze jinsi akiagizwa afanye nini na anatakiwa afanyaje. Mtu unamwagiza harudi haraka. Anategemea nini? Na anakuona upo kwenye hali hiyo. Sasa mkuu, tunafanyaje kuhusu hili? Na utaendelea kukaa kwenye hali hiyo mpaka lini? Sikilize Mwadawa. Wewe ndo mtu pekee ambaye unajielewa na unajua thamani ya kazi yako. Kwenye shida tulikuwa wote, kwenye raha tulikuwa wote. Na leo imenipata shida mkuu wako, bado tuko wote. Nataka nikutume uende kwa bibi yangu Bibi Songa. Ukamwambia kwamba mjukuu wake nimekalia kutikavu. Muda wote mimi naporomoka. Kama unavyojua, hakuna mchawi kipofu. Na mimi macho yangu ndo tayari ashapita nayo wapi. Naweka wapi sura yangu? Naweka wapi sura yangu mimi? Macho ambayo nilikuwa najivunia nayo ndo hivyo yashaondoka. Kwa hiyo nenda kamwambie bibi mjukuu wako kakwama, ukamuokoe. Utachukua na usafiri uende na wahi kurudi Mwadawa. Mkuu, yaani hata siamini. Ni kweli wamekudokoa? Unasemaje Mwadawa? Unanitukana mimi? Yaani mimi umenidokoa? Amna mkuu. Sio wamekudokoa kwenye macho? Kelele ukabu toka huko. Yaani tutapata matatizo. Muda wote unafanya muda wa matani Yaani mimi nimedokolewa. Una chamangu wapoje hawa? Ndio muda wote anajua masiara mtu anaumia. Ndio konyoko. Liza nikwambie. Nimekufufua wewe. Sijaagizwa na Kizibo. Bali nina kazi nataka nikuagize. Sijui umenielewa?
Nashukuru dada kwa kunisaidia. Kuanzia leo nitamheshimu sana Kizibo. Na sio mheshimu Kizibo tu, bali na mimi pia unatakiwa mheshimu, kwa sababu mimi ndio niwe kufufua. Na nataka nikuagize, naomba uende pale stendi ukanitafutia abiria wa kwenda Sumbawanga, na nauli ya kwenda Sumbawanga najua kila nauli ya mtu mmoja ni shilingi 100,000, lakini mimi nitawafanyia 80,000, na kila ukileta abiria mmoja nitakupa shilingi 200 kama posho. Na huu usafiri unabeba zaidi ya watu 100. Kwa hiyo usiogope kutafuta abiria, tafuta kadri unavyoweza. Sijui umenielewa? Dada, huo usafiri au beseni hilo? We koma. Unafikiri kila mtu ana macho kama ya kwako? Alafu sikiliza, fanya kama nilivyokuelekeza. Sitaki maswali. Fanya haraka, ondoka katafuta abiria. Usafiri nikipata hata watu 50 tu, nitakuwa nimepata hela ya kutosha sana. Najua nitapata hela ya kununua begi na kuhifadhia nyama na kisu pia, ili niache kulumbana na Cheupe. Kila siku tu na begi langu, kisu hiki cha kwangu, ni mtu na mkuu. Pata hata abiria 50. Abiria 50 kwa 80. Kwa mfano 5 tu. 5 80. Inakuwa 200,000. 200,000. Bwana. Najua nitapata tu hela nyingi. Na nitakavyozipata ndaziweka mezani kisha nizihesabu. Maana darasani kwa kweli nilikuwa 0 sana. Mwalimu wa hesabu akiingia tu darasani, mimi nainama chini ya dawati na kula ukaangu. Kwa kweli kichwani hamna hata kitu.